Maono ya Umoja wa Vijana wa Kisafwa Tunduma: kununua kiwanja cha kujenga ukumbi mkubwa wa kisasa. Tunatarajia kununua kiwanja kikubwa na kujenga ukumbi wa mikutano wenye viwango vya kimataifa ili uwe sehemu ya mikutano, semina, mafunzo na shughuli mbalimbali za maendeleo. Pili, kuanzisha mradi wa kisasa wa video production. Katika dunia ya kidijitali tunatambua nguvu ya media, hivyo tunalenga kuanzisha studio ya kisasa yenye vifaa vya kidijitali kwa ajili ya kukuza vipaji vya vijana wetu na kutoa ajira. Tatu, kununua mashamba makubwa. Tunapanga kumiliki mashamba makubwa kuanzia hekari 500 na kuendelea ili kuwekeza katika kilimo cha kisasa, kuongeza ajira na kuimarisha uchumi wa vijana wetu. 4, kuanzisha shule za msingi na sekondari. Tunatamani kujenga shule bora katika maeneo mbalimbali ya Mbeya vijijini, huku tukizingatia kanda zote za jiji la Mbeya ili watoto wetu wapate elimu bora yenye maadili na ubora wa hali ya juu. 5, kujenga hospitali kubwa yenye hadhi ya kimataifa. Tunatamani kuwa na hospitali kubwa yenye vifaa vya kisasa na wataalamu wenye viwango vya kimataifa. Vijana wengi wamesoma lakini hawana ajira. Kupitia mradi huu tutafungua milango ya ajira na huduma bora kwa jamii yetu. 6, kuleta umoja na mshikamano kwa jamii ya Kisafwa nchi nzima. Lengo letu kubwa si maendeleo ya mali pekee, bali kujenga jamii yenye upendo, kusaidiana, kuheshimiana na kusimama pamoja bila kujali tofauti zetu. Wasafwa mnaodili na biashara zinazohusiana kwenda China, nafikiri msiwe na uoga. Kwenda nje ya nchi msiwe na uoga. Mimi naweza nikakutafutia passport, naweza nikakukatia tiketi ukienda China. China na watu wapo kule, watu wanafanya kazi za kutembeza watu masokoni. Watu wangu tutafelije? Eti makamu, unaamini kama tutafeli? Tulikotoka tulipo sasa hivi unamtapeli? Bila najua. Nimemtaja yule makamu anajua. Tulikotoka najua. Kwa hiyo ni kwamba mimi niwapongeze sana vikundi vyote, uongozi, yani kila sekta zote. Mungu awabariki. Mimi niko tayari kuanzia sasa bega kwa bega mpaka kieleweke. Mpaka kieleweke. Hatuko tayari kufeli hata kidogo. Hatuko tayari kufeli hata kidogo. Tuko tayari kucheza muziki tupate hela. Tucheze muziki mtatutunza hela tufanye jambo letu. Si mko tayari jamani, mnielewa? Yaani kila mmoja afanye kadri moyo unavyomsukuma ili tupate hela tufanye mambo yetu Wasafwa kadri itakavyowezekana. Cha kwanza natangulia milioni 3. Mheshimiwa, toa mwenyewe toa milioni hiyo kwanza. Hizo zingine tutaziweka kwenye account. Naomba tuwe na ushirikiano wa dhati kutoka moyoni. Msafwa ni Msafwa. Msafwa haijalishi ametoka Garijembe, haijalishi ametoka Irungu, haijalishi ametoka Nyamwera. Tukiungana Wasafwa wa maeneo yote hayo tutakuwa na nguvu zaidi kuliko mtu mwingine chochote. Nini maana ya kauli hiyo? Ninasisitiza mshikamano na umoja wa Wasafwa ili tusonge mbele katika maendeleo ya nyumbani huko tunakotoka na maeneo kama haya ya Tunduma tunayoishi. Viongozi, niwashukuru sana. Tumempata na mfahamu bwana mdogo, kijana wangu Baraka. Kijana wangu Daina ni mtoto wangu, mtoto wa kakaangu. Tumepata kiongozi bora kabisa wenye vision na mitazamo ya kuweza kufikisha umoja wa vijana wa Kisafwa kwenye mji huu wa Tunduma kuwa namba 1 katika shughuli za kusaidiana kimaisha na kimaendeleo. Kusema hilo gorofa ninaamini mbele ya weekend rasmi litaenda kujengwa kwa sababu
ili afilisike, labda bahari ikauke. Yaani bahari kikauka ndio mgeni rasmi anafilisika, lakini bahari isipokauka, aminini ghorofa mnajenga kesho tu. Amen. Nirudi kwenye hoja ya msingi. Mwenyekiti wa kikundi mdogo wangu Baraka, Mungu akubariki sana kwa kutuunganisha vikundi vyote kuwa sehemu moja, kwa sababu miaka miwili iliyopita vikundi vilikuwa ni uadui, lakini sasa hivi vikundi imekuwa ni sehemu ya upendo. Nyie mtakuwa ni mashahidi. Ingekuwa ni miaka miwili ya nyuma, leo sisi Power Club Songwe tusingeweza kualikwa kwenu, lakini mmejua kutuunganisha na kuwa wote ni kitu kimoja. Kwa kusema hivi, hata mwaka jana yawezekana hii Costa leo msingenunua, ingekuwa labda ya mtu fulani, lakini mmeweza kununua kwa sababu mna viongozi imara.